Tarehe 3 baada salati dhuhuri. Salati dhuhuri na maana baada ya saa 7:30. Baada ya saa 7:30 tutaondokea hapo nyumbani kwake, ambapo tutamsalia katika msikiti mkuu wa Ijumaa, na tutaelekea moja kwa moja makaburini kumhifadhi mzee. Ratiba nyingine tutaendelea kutoa kadri muda unavyokwenda, kama kuna dua na nini, lakini kubwa kabisa upande wa mazishi tutamstiri baba yetu kipenzi chetu kesho baada ya salati dhuhuri. Maeneo ya mazishi ni kule kule katika makaburi yetu, tunaita maarufu kama Mihogoni, na kama nilivyosema awali, tutaondokea hapo nyumbani kwa marehemu, nyumbani kwa baba yetu pale msikiti wa Ijumaa, msikiti mkuu wa Ijumaa. Tutafanya ibada hapo, tutamsalia hapo na kila kitu kitakuwa hapo. Baadaye tutaelekea makaburini kumstiri. Isipokuwa kabla, wakati tunaendelea na program nyingine, tutatoa ratiba nyingine mbalimbali kadri muda utakavyokuwa ukituruhusu. Wote ambao wanaokuwa hospitali kwa pamoja, tunaona hali yake sasa alikuwa ni mchoraji, mcheshi na ni mkweli, kwa ni msimamo wake. Kuna sisi kutokana na jinsi ambavyo kutokana na ucheshi wake na ukweli wake, yuko karibu na watu, si viongozi tu, yuko karibu mpaka na watu wa Kariakoo. Maana unaona hata kwenye msiba mkubwa sana katika mkoa wetu wa Tabora, si mkoa wetu wa Tabora, mkoa hilo tuzunguka na maeneo mbalimbali, na alikuwa pia ni kiongozi wetu wa chama, alikuwa ni diwani wa hapa Kigamboni, alikuwa ni kiongozi wetu wa halmashauri kuu taifa, alizunguka mkoa mzima na mikoa mingine jirani, pia alifanya kazi na chama na alikuwa ameenda kufanya kazi. Kwa mkoa wetu tunazunguka, tumepoteza kiongozi mahiri na kiongozi kwa majina naitwa Sister Maria Sofia Shija, ni mama mkuu shirika la Mabinti wa Maria hapa Tabora. Kwa kweli tumekuwa na mzee Masoro kwa muda mrefu, amekuwa pamoja na shirika letu, tumekuwa na masista wote kwa upendo wake tu, ndio maana tumefika hapa, tunashirikiana naye katika uhai wake kwa muda mrefu sana. Ndio maana wakati akiwa mgonjwa tulikuwa naye, uliposikia unaitwa na mkuta tukasema ni baba yetu, ni baba yetu, baba ni baba wa wote. Acha hapa ukifika nyumbani kwake anakukaribisha kana kwamba ni wa familia. Kwa kweli baba ni ajabu, na kama katika maisha sisi tunathamini maisha yetu, acha alama, ishi uache alama. Huyu baba ni ajabu. Hii jumuiya yote tunayoiona hapa tunaweza kujifunza kwake. Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Mnawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gen ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.